Nafahamiana? Na akasema al-aslu al-awwal, msingi wa kwanza, ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu la sharika la. Msingi wa kwanza ni kuitakasa dini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika lahu, hana mshirika. Wa bayanu dhiddihi, na kubainisha kinyume chake, alladhi, kinyume chake ambacho, huwa shirku billah, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaunu akthari alqur'ani libayani hadha al-asli min wujuhin shatta bikalamin yafhamuhu abladul amma, na kuwa sehemu kubwa ya Qur'ani inabainisha msingi huu wa ikhlasi, msingi huu wa tauhidi kwa sura nyingi tofauti tofauti, bikalamin, kwa maneno ambayo yafahamuhu, anayafahamu, abladul amma, yule mtu mzito kuelewa katika watu wa kawaida. Abladul amma ni yule mtu ambaye kwanza ni katika watu wa kawaida wasiojishughulisha na ilmu, lakini pia ana ufahamu mzito. Ablad, tukisema balidu ni mtu mzito kuelewa. Abladu, mzito zaidi wa kuelewa. Yani ukimfundisha kitu haelewi mpaka urejee mara nyingi ndo anaelewa. Lakini namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameubainisha msingi huu wa ikhlas, msingi huu wa tauhid ndani ya Qur'an, na kwa ule wingi wa zile sura za ubainishaji wa msingi huu, imefikia hatua yale maneno ya kubainisha msingi huu aliyoyatumia Allah anayafahamu mpaka yule mtu wa namna hii, yani mtu ambaye ni mzito kuliko wote kufahamu, mzito kuelewa, anaelewa. Thumma lam, sasa ikiwa hali ni hii, yani mtu ambaye ni mzito kuelewa anaelewa msingi huu kutokamana na namna ambavyo Allah ameubainisha, itakuwaje hali kwa yule ambaye ni mwenye uelewa haraka? Bila shaka yule ambaye ufahamu wake ni wa haraka atakuwa anaelewa vizuri zaidi na zaidi msingi huu, ya kwamba tunapaswa kuelekeza matendo yetu yote kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika dini, pasina kumshirikisha na chochote katika hilo, na kuwa mbali na ushirikina na watu wake. Thumma lamma sara ala akthari al-ummati ma sara, anasema Sheikh rahimahullah, kisha yalipotokea katika wengi miongoni mwa watu wa umma huu yaliyotokea. Thumma lamma sara ala akthari al-ummati ma sara, kisha pindi yalipotokea kwa wengi katika watu wa umma yale yaliyotokea miongoni mwa bid'a, mwa shirki na upotevu. Adhhara lahum ash-shaytanu al-ikhlasa, akawadhihirishia shaitani ikhlasi, fi surati tanaqqusi salihin, katika sura ya kutokuwaheshimu watu wema, wataksiri fi huquqihim, na kuwapunguzia haki zao. Yani shaitani akawapambia watu na kuwaonyesha ya kwamba unaposema ikhlasi unasema kuhusiana na kutokuwaheshimu watu wema, na unasema kuhusiana na kupunguza haki zao. Yani wewe ukilingania ikhlas, ukitangaza ikhlas kwamba tunapaswa kumwabudu Allah peke yake na kumwelekezea yeye matendo yetu yote, wanakwambia au yeye shetani ana kuonyesha kwamba kwa kule kuwa hivyo wewe unawavunjia heshima watu wema na unawapunguzia haki zao, kwa kule kusema ibada tunatakikana kuzielekeza zote kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, bali jambo ambalo ni sawa kwake yeye na wafuasi wake ni kwamba ibada zielekezwe kwanza kwa watu wema, alafu wao watu wema ndio wawe ni viunganishi baina yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu ndio ushirikina wenyewe. Hatupaswi kuabudu viumbe hata kama ni wema, hatupaswi kuabudu wafu wala kuabudu makaburi wala mizimu wala jua wala mwezi wala chochote katika viumbe
kwa hoja kwamba viumbe hivi vitatukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapana, bali njia ya kwa Allah ni fupi, tuelekee kwa Allah moja kwa moja. Hakuna haja ya kutafuta wasait, viunganishi, kwamba nimuombe babu yangu aliye kaburini, nimuombe shekhe wangu aliye kaburini, au nikamuombe shekhe wangu nyumbani kwake, vitu ambavyo hawezi kuvitekeleza isipokuwa Allah. Alafu huyo shekhe na huyo mzee wangu na huyo mfu aliye kaburini na huo mzimu, wao watakuwa ni viunganishi baina yangu mimi na Allah kwa ukaribu zaidi. Jambo hili ni jambo la kimakosa. Allah yupo karibu na sisi, tunapaswa kumuomba yeye moja kwa moja na kumwelekezea yeye peke yake ibada. Tunafahamiana Naam. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani. Allah anasema, na watakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi, basi waeleze ya kuwa mimi nipo karibu, ninaitikia wito wa atakayeniita, ninajibu maombi atakayeniomba. Kwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, innahu qaribun, hakika yupo karibu zaidi. Nafahamiana? Naam. Shida yako yoyote ndogo kubwa ielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ama kuielekeza kwa viumbe, mashekhe, wazee, makaburi, wafu na vitu vingine katika viumbe, huo sio muongozo wa dini yetu. Hizo ni rai na fikra na mapendekezo ya baadhi ya watu ambao ni wachache wa tauhidi na waliozama katika malezi ya kishirikina. Nafahamiana? Naam. Anasema wa adhhara lahum shirka billahi fi surati mahabbati as-salihina wattiba'ihim, na akawadhihirishia sheitani kwamba shirki. Wa adhhara lahum shirka billah, na sheitani akawadhihirishia kumshirikisha Allah fi surati mahabbati as-salihin, katika sura ya kuwapenda watu wema, wattibaihim, na kuwafuata. Kivipi? Kwa maana kwamba washirikina shaitani amewapambia kiasi ambacho wao wakaona hivi kwamba tunapozungumzia ikhlas na kumwabudu Allah peke yake pasi na kupita kwa hawa wafu na watu wa makaburini na hawa mashekhe siji mawalii, yani kule kumwabudu Allah bila kuwaomba hawa, tukaelekea wenyewe kwa Allah moja kwa moja bila kupita kwa viumbe hawa, jambo hilo ni jambo ambalo linaonyesha kuwavunjia heshima watu wema na kuto kuwapa nafasi zao, bali na kuwapunja na kuwapunguzia haki zao. Wao wanaona hivi. Na kule anasema wa adhhara lahum ash-shirka billah fi surati mahabbati as-salihin wa ittiba'ihim, na shaitani akawadhihirishia washirikina kuwa alaykum salaam wa rahmatullah, akawadhihirishia kuwa shirki, akaidhihirisha kwao katika sura ya kuwapenda watu wema na kuwafuata, kwa maana kwamba wanapoenda kuwaomba mashekhe sawa na wafu yale ambayo hawezi kuyatekeleza isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwaomba huko wao wanaona kuwa ni jambo la sawa na ni jambo zuri, pamoja ya kuwa huo ndio ushirikina wenyewe. Unaombaje wafu? Aliyekufa hawezi kusaidia chochote, hata kama ni katika yale ambayo kiumbe kawaida akiwa hai anaweza akasaidia. Yani kwa mfano pesa, pesa mtu ukimwomba akiwa nayo anakusaidia, si ndio? Pesa ni katika vitu ambavyo mwanadamu au kiumbe anao uwezo wa kukusaidia. Lakini unapoenda kuomba pesa kwa mtu ambaye amekufa, anakusaidiaje? Huyo aliyekufa yuko kaburini, yeye anahitajia msaada wako wewe uliyekuwa hai. Umuombe kwa Allah msamaha, umuombe kwa Allah pepo na kadhalika. Sasa wewe unamwombaje yeye? Yeye hana hata 1% ya kukusaidia wewe uliyekuwa hai. Nafahamiana? Huu ni ushirikina. Huu ni ushirikina. Tunapaswa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Qul huwallahu ahadun Allahu samad. Allah ndiye anayekusudiwa katika shida zote.
Tunafahamiana, na sio kiumbe. Kadhalika hawa viumbe walioko hai hatupaswi kuwaomba yale ambayo hawezi kuyafanya isipokuwa nani? Isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano, watu mkaandamana mkaenda kwa shekhe kumuomba mvua. Shekhe anakupaje mvua? Yeye anastoa mvua? Shekhe amiliki mvua? Wazi. Labda iwe ni tawassul kwa dua yake, kwa kama tunaenda kwa shekhe au kwa yule ambaye tunamdhania kuwa ni mcha Mungu wetu, atuombee, sawa, atuombee kwa Allah shida zetu, Allah atufanyie kitu fulani na kitu fulani katika vitu vya kheri. Hii ina shida. Tukienda kumuomba shekhe na yule ambaye tunayemuona kwamba ni mcha Mungu kwetu sisi, atuombee kwa Allah, sio tumuombe yeye. Tunaenda kumuomba atuombee kwa Allah. Labda mtu anafanya kazi akawa ameenda kwa shekhe wake akamwambia, shekhe bwana, kuna jambo nakusudia kulifanya kazini kwangu, sasa naomba uniombee kwa Allah nifanye wepesi. Yeye ina shida. Lakini sio unaenda kumuomba shekhe kama yeye shekhe akufanyie wepesi katika mambo yako, haiwezekani. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafahamiana hayo. Kadhalik mtu anaenda kwa shekhe anaenda kuomba uzazi, yani mtu ameoa au ameolewa alafu kachelewa kupata mtoto, anamfuata shekhe, anamuomba shekhe amfanye apate uzazi. Kwani shekhe anastoa vizazi au anastoa watoto, kwamba wewe ukienda kumuomba anakupatia watoto? Haiwezekani. Hichi kitu ni kitu kisichofaa. Ndio tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mwenyewe ndiye ambaye yahabu liman yashau inathan wa yahabu liman yashau dhukur au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yashau aqima. Allah ndiye ambaye anamruzuku na kumpatia amtakaye watoto wa kike au watoto wa kiume, au anawachanganyia wa kiume na wa kike, na anamfanya amtakaye kuwa ni tasa, yani mtu asiyezaa. Tunafahamiana? Kwa hili ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala, si shekhe wala mzee wala mtu fulani, hata kama ni wali hamiliki jambo hilo. Tunafahamiana jamani Kwa hiyo kule kuwaomba wafu na wema, shaitani akawadhihirishia washirikina kuwa kufanya hivyo ndiyo kuwapenda hawa watu wema na kuwaheshimu na kuwafuata, ila hali uhalisia ni kinyume chake, kwamba huko sio kuwapenda, bali huo ni ushirikina na ni kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni msingi wa kwanza katika misingi hii 6.